Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Iran iliwahi kujaribu kumuua mmoja wa wanawe, akidai kwa jaribio hilo ni miongoni mwa sababu zinazofanya familia yake kupewa ulinzi mkali wa kiusalama. Netanyahu alitoa madai hayo jana Jumatatu, Agosti 24 mwaka 2026 katika mahojiano ya simu na kituo cha television cha Israel kinachounga mkono serikali cha Channel 14, ingawa kutoa maelezo ya kina kuhusu lini, wapi au kwa namna gani jaribio hilo lilifanyika. Netanyahu amesema Iran ilimlenga mmoja wa wanawe kwa lengo la kumuua, akiongeza kuwa swala hilo linaonyesha umuhimu wa kuendelea kuwapa ulinzi wa karibu wanafamilia wake. Kwa mujibu wa Netanyahu, ulinzi huo si jambo la anasa, bali ni hatua ya lazima kutokana na kile alichodai kuwa ni tishio halisi kutoka Iran na watu anaowahusisha na mipango ya kumwondoa yeye au familia yake. Kauli hii imekuja wakati kukiwa na mjadala mkubwa nchini Israel kuhusu makubaliano ya kiusalama yanayohusu familia ya Netanyahu. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Israel, Netanyahu na Shin Bet, taasisi ya usalama wa ndani ya Israel, wamefikia makubaliano ya kuwapa wanawe wawili, Yair na Avinel, pamoja na mke wake Sara Netanyahu, ulinzi wa kiusalama kwa kipindi cha angalau miaka 5. Mpango huu unaweza kuendelea hata iwapo Netanyahu ataondoka madarakani baada ya uchaguzi ujao mwaka huu. Netanyahu amedai kuwa bila ulinzi huo, watu waliopanga kumuua mmoja wanaye wangeweza kufanikiwa. Hadi sasa hakuna maelezo ya wazi kutoka kwa mamlaka za Israel yanayoeleza aina ya tishio lililokuwepo, nani hasa aliyekuwa akilengwa au hatua zilizochukuliwa kuzuia jaribio hilo. Bado haijafahamika ni mwana gani wa Netanyahu alidaiwa kulengwa kati ya Yair na Avina. Avina anaishi nchini Israel, wakati Yair yeye ni maarufu zaidi kutokana na kauli zake kali za kisiasa na msimamo wake wa mrengo wa kulia. Amekuwa akitumia sehemu kubwa ya miaka hivi karibuni akiishi Miami nchini Marekani. Taarifa ya Channel 12 ya Israel imeeleza kuwa jaribio hilo lilitokea wakati ambapo Yair Netanyahu hakuwa nchini Israel. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuthibitisha kwamba Yair ndiye aliyekuwa mlengwa moja kwa moja wa njama hiyo, hivyo utambulisho wa mwana aliyelengwa bado haujawekwa wazi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, njama inayodaiwa dhidi ya mmoja wa wana wa Netanyahu imekuwa ikifahamika kwa taasisi za usalama za Israel kwa miezi kadhaa. Hata hivyo, taarifa zaidi kuhusu swala hilo ziliripotiwa kuzuiwa kuchapishwa na mdhibiti wa kijeshi wa Israel, jambo ambalo linafanya iwe vigumu kupata picha kamili kuhusu kile kilichotokea. Madai hayo yanaibuka wakati uhusiano kati ya Israel na Iran ukiwa katika hali ya mvutano mkubwa, huku pande hizo zikikabiliana kisiasa, kijeshi na kiusalama. Israel imekuwa ikiitumu Iran kwa kuunga mkono makundi yenye silaha yanayoipinga Israel, wakati Iran imeendelea kuikosoa Israel na sera zake katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, hadi sasa kuna ushahidi wa wazi uliowekwa hadharani unaothibitisha undani wa madai ya Netanyahu kuhusu jaribio la Iran kumuua mmoja wa wanawe. Pia haijafahamika ikiwa tukio hilo lilihusisha operesheni ya moja kwa moja Iran au makundi yanayodaiwa kuwa na uhusiano na Tehran. Kwa upande mwingine, mjadala kuhusu ulinzi wa familia ya Netanyahu unaweza kuwa na athari za kisiasa nchini Israel, hasa kwa sababu mpango huo unaripotiwa kuendelea hata iwapo Netanyahu hatakuwa tena waziri mkuu wa Israel. Serikali na taasisi za usalama za Israel zitalazimika kueleza kiwango cha tishio kilichopo na sababu za kuendelea kugharamia ulinzi huo kwa muda mrefu. Kwa sasa, Netanyahu anaendelea kusisitiza kwamba tishio dhidi ya familia yake ni la kweli na kwamba ulinzi wanaopewa ni muhimu kwa usalama wao, lakini maelezo kamili kuhusu madai ya jaribio la kuuawa kwa mmoja wa wanawe bado hajawekwa wazi hadharani, huku taarifa zaidi zikisubiriwa kutoka kwa taasisi za usalama za Israel na mamlaka zinazohusika. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa.
Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.